yote. Mungu ni shefu wa mataifa. Mungu ni shefu wa mataifa yote. Mungu ni shefu wa mataifa. Mungu ni shefu wa mataifa yote. Mungu ni shefu wa mataifa. 1, 2, 3. Mahali hapa ninachochua mfalme una sababu na mtu mmoja. Nimekuja hapa kuachilia mtu huyo, naomba leo ikatimie kwenye maisha yake. Asante mfalme wa amani, sio majuto mwabudu Bwana.
Lakini kumshukuru Mungu. Nikiwa katika maombi leo, hasa zaidi nikimshukuru Mungu kwa ajili ya mahali hapa. Lakini na kumwomba Mungu nitie nguvu. Kuna mambo ambayo nakuwa siyawezi kibinadamu. Hasa kama mzazi ukiwa leba, kuna saa utahitaji maji ya uchungu. Nikamwambia Mungu, hapa ninahitaji maji ya uchungu kwa ajili ya hao watu. La sivyo sintaweza. Akawa ananiambia kuna watu sio wao, kuna miungu ya kwao iko hapo. Kuna maroho tu hayataki kumuona amefanikiwa. Hayataki. Ndipo nikasema kumbe tunapowachapaga watoto kwa nini waende shule? Leo ndio utanielewa kwa nini shule ni ya siku mbili. Hii shule ni ya siku mbili lakini utafikiri na miezi 6. Just tu. Lakini ni ngumu tena kuimaliza. Mmefanya kazi. Na hapa bado hamjamaliza juu. Bado tujafika saa 12 hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo aliposema na mimi zaidi kwamba kumbuka watoto ulionao, kila mtu kuna mti ametoka. Na wewe tu ndiye ambaye unatakiwa umbadilishe. Aende mahali kama vile ulivyotoka kwa kina Bukuku, ukawa Esther lao. Akaniambia niko nikutie nguvu. Kuna mambo ambayo yananyuzi ambayo yanakuwa ni ya faida yako tu. Just naweza nikakwazika kwa nini ujara. Hiyo tu nayo pia inaniuma. Hakwani ajara. Why? Kwa kafunga. Mbona kwa hii ministry hatuko hivyo? Ndio tunafunga lakini nisema watu wasifunge. Anza kujiuliza, wameshindwa. Ameshindwa pale panabati hata kuwasha tu jiko moja na sufuria kilo 5 na kilo 2. Hata kumwona sekretari wangu tupe hela. Siendi. Ananiambia na kuongeza maji ya uchungu. Zato nenda za. Lakini pia nikajua kweli hata katika mtu mmoja nitakayempata kati yenu, nyinyi mnaenda kufanya mambo ya ajabu. Nilipomsikiliza Mungu nimepata shida kubwa sana. Siwezi kukwambia nini mimi najua. Nilipomsikiliza Mungu na kusema naenda. Ile napiga tu simu, nampigia secretary simu. Mwambie nakuja. Mtu aje kunichukua. Limeshuka wingu kali na mvua mahali nilipo ambapo sijawahi ona. Akaniambia huyo ndio nabii wa maji nimempa. Akaniambia wewe va tu nenda hii mvua haiko, ila hata wale watu kama wana akili saizi watalala chini kusema nabii wetu. Yaani wakiona tu mvua hapa watasema nabii wetu wanakuja. Yes. Juzi niliwafundisha. Huwezi kumweka nyakati za Elia pamoja na Musa. Mimi ni nabii wa maji. Kama Elia alishusha mvua, ina maana kuna umeiona mvua. Yes. Basi na pia nakuja. Ni hivyo tu. Yes. Akaniambia kama wanaelewa walipo, saizi hawatakaa hivi. Watashangilia sana, yani hata wasipoona sura yako, hii mvua aliyoiona. Maana nilipopiga tu simu secretary kwa wapi? Nani aliyemwambia baba mimi nakuja? Saa ile namaliza kuongea naye, pa mvua hiyo. Akaniambia, "Sasa wewe ndiye ninayekutaka." Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi Mungu anawapenda.
Hata ikiwa mimi nikiwa sikupendi, anakupenda. Amen. Umeshaelewa? Amen. Kwa hiyo anakupenda sana na mimi nakupenda sana. Ile mvua imenionyesha kwamba amejua kabisa moyo wangu hauna hila na nyinyi. Amen. Ila tunapomwambia mtoto tunamchapa, nenda shule, fanya hivi, yani leo ni kwamba umechapwa, yani leo umekutana na mambo mengi mno, umekutana na umande. Leo umande umekutana nao. Leo umekutana na kiboko. Leo umepata wanaita nyanjo. Umepata nyanjo eh? Umeona zile kosa mwalimu akikuwekea hii kubwa hivi. Leo wengine umepata tiki. Leo karibu na faulu. Amen. Leo jirani mwambie sasa issue hapa. Kufaulu hapa. Kweli ni shule. Lakini tunaweza. Basi nikamwambia baba, kama hata mvua hawajaiona na bado wako hivyo, sura zao zimechoka hivyo, mimi nawaogopa, siendi. Mungu akubariki Dad George. Anawapenda sana. Akaniambia yani watazimia. Bora ukae nao na njaa zao hizo. Nikasema mimi siwezi, familia tuko hivyo, nishawafundisha. Wako kama walifiwa jana. Wana njaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wana njaa. Wanatia huruma. Mimi niko vizuri, mimi nimekula. Hapa mimi nimekula. Nimekula supu nzuri na sato vizuri sana. Afu nikagonga na juice. Yaani mwisho ningekuonyesha, usitaka nipige picha. Give me my phone. Let me show you. Nilichoacha jana kilikuwa kinaitwaje? Nilikwambia kipindi kinachofuata kinaitwaje? Kinaitwaje? Sycamore tree. Nani ana King James Version? Naomba kalamu. A sycamore tree. Natamani kuchora mti. Sawa? Kuna mtu anapata King James Version? Of Luke chapter 19 verse 1. Yes. The Bible says, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and he was wealthy. He wanted to see who Jesus was. Akataka kumuona Who Jesus was. Yesu alikuwa ni nani? He wanted to see who Jesus was. But because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and he climbed a sycamore fig tree. Sycamore? Fig tree. Hebu nisome wewe. Behold, there was a man named Zacchaeus, who was chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but not because of the crowd, for he was short-statured. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him. A sycamore tree to see him. Yes. So he was going. Stop. Pastor Mtui. Mstari wa kwanza anasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa
atakuja kuipitia njia ile. Asante Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa neno lako. Neno hili likatoe matawi kama ulivyoiotesha fimbo ya Haruni, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ukiangalia NIV na King James, wote msemao ni mmoja katika mkuu, lakini mkuu wenyewe ukitaka kutafuta vizuri jina lake haupati jina kamili zaidi ya mkuu kama tunavyoupata kwenye Biblia ya Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo niko namwambia Mungu, sika inamaanisha nini hii? Hii ni anointing. Hii ni anointing ambayo kwa macho ya kawaida haionekani. Mkuu unapouona hauna tunda hata moja. Hauna kitu chochote zaidi ya majani. Majani yake hayatibu kitu chochote. Bora hata mwarobaini unapanya magonjwa 40. Basi kama mti tungeusema mwarobaini. Uko hapa kwenye madhabahu yangu. Amen. Unaweza kuonekana si chochote. Yes. Kama mkuu ulivyo. Amen. Lakini mtu ninayemhitaji ambaye namfundisha leo, namhitaji mtu huyu ambaye yuko kama mkuu. Yes. Unavyoniona nimeshakuwa mkuu. Yes. Na watu wanapanda kwangu. Oh, yes. Watu waweza kuniona ni mama wangu tu. Yes. Lakini ukaniona huyu ni mkuu wangu. Nikiingia ndani ya huyu mkuu, Yesu atakaye kwangu. Yesu atanibadilisha. Atabadilisha huduma yangu. Atabadilisha historia yangu. Ataniondolea matatizo. Ataliinua kanisa langu. Atainua huduma yangu. Waweza pagawa sana na watumishi wamejazana na mabotika, na watumishi wako hawamejificha sana. Wengine umewafuata haujawaona. Ukasema hapa ndio kuna muujiza. Na waweza kuniona niko kawaida tu na ninakaa na wewe napiga story tu. Ndivyo siri ya mkuu ilivyo. Unaona mkuu yuko kawaida, lakini juu yuko Zakayo. Mtu tajiri sana. Tena ni mtoza ushuru. Lakini neno linasema ni mtu tajiri. Sifa ya kwanza tajiri. Sifa ya pili mfupi kama mama wangu. Kama unapisha uliza watu wakimanifesti mapepo wanasema mfupi kwenda chini. Hao ndio watu wako kwenye mkuu. Oh yes. Leo ninahitaji ni kuingiza kwenye mkuu wangu. Yes, mama wangu. Najua ukikaa kwenye mkuu wangu, hata watu waipige huduma yako vita. Hata watu wapigane na wewe. Hata watu waseme hawezi. Lakini Yesu akikutana na wewe katika huo mkuu, Yesu anapofika kwenye mkuu, haangalii chini. Anatazama juu. Maana ziko baba yake yuko. Akitazama juu, ama mwana Zakayo yuko huko. Anamwambia leo imenipasa kuingia kanisani kwako. Imenipasa kushinda nyumbani kwako. Imenipasa kuwa na wewe. Niko hapa maana imenipasa. Imenipasa ndio maana niko hapa. Niko hapa nibadilishe historia zenu. Niko hapa Zakayo. Hii Zakayo ya mjini kwa maneno yote kajiona wewe si kitu. Lakini ngoja nikwambie. Niko kama mkuu. Niko kama mkuu. Siri ya mkuu. Unaota mahali hata maji uyakuti. Hata maji hamna. Lakini utauona upo. Ndipo Jehova anajitokeza. Ndipo Jehova anasimama. Ndipo Jehova anakuwa hapa. Unaweza kuwa pia mwesu. Unaitengeneza Esther Generation. Unaenda huko mikoani. Unakuwa kwa huduma. Utakwambia wapi wewe? Wako kwenye mahema hao. Hao si kitu. Mwambie nitamsema Mungu wangu. Maana ni mtu wa mkuu. Maana Yesu yuko hapo. Sifa ya kwanza ukiwa kiongozi ni na uhitaji wokovu. Kiongozi yoyote ili ufanikiwe na kuhitaji uwe na wokovu. Amen. Wokovu pekee utakusaidia kupata yale matawi. Kupata haya matawi ambayo jana tunasema yaliota kwa Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokuja kama kiongozi, kuna wito umeusikia ndani yako. Yes. Lakini wito ule unauhitaji mkuu kubeba ili Yesu akuone. Sikia nikwambie. Ili uweze kuonekana lazima upande mahali. Hao watu wote wako hapa. Ili mtu mwingine aseme pale nilimwona Zefania, simama Zefania. Simama juu ya hicho kiti. Lazima ujiongeze nguvu ya ziada
Pale niliona kuna watu, lakini Zefania ndiye niliyemuona. Niko kwako kama hichi kiti. Hii ndio sycamore tree. Huu ndio mkuyu wenyewe. Unanihitaji kusimama kwenye mabega yangu. Niweza kukuinua mbele ya familia yako. Anamwambia nisikilize Daudi. Mbele ya kaka zako, mbele ya kina Eliabu, nitakuwa anoint mafuta. Nisikilize Joseph. Mbele ya ndugu zako wanakufukuza ndani, mimi nitakutia mafuta na utakuwa waziri mkuu. Mbele ya hao wachungaji waliosema hauna wito, leo kwa mabega yangu. Leo ninakuweka kwa mabega yangu. Leo ninakuweka kwa mabega yangu. Mbele ya watu waliokusadau, waliosema hauna wito, waliosema hauna huduma, na wewe unajua huduma ipo kwako. Unajua mimi ni mwimbaji, unajua mimi ni mwombaji, unajua mimi ni worship, unajua evangelist, unajua prophetess, unajua prophet. Hawa wanasema si kitu. Leo kuna mtu anamweka kwa mabega. Leo kuna mtu anamweka kwa mabega. Leo kuna mtu anapandia. 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 Unapanda kwa mabega. Unasema hapa sitaki tena. Hapa sitaki tena. Hapa sitaki tena. Hata kama nina pesa, hata kama ni mtoza ushuru, hata kama nina kila kitu, nataka huduma yangu iwe. Nataka huduma yangu iwe. Nibadilishe familia yangu. Zakayo kasema ndio. Ninamhitaji Yesu. Pesa hazitanisaidia. Mali hazitanisaidia. Nahitaji mtu aniweke kwa mabega yake. Ili watu wote wanione. Nimekafiri kama nabii. Nguvu ya pani kunyanyua. Wantia kwa mabega. Wantia kwa mabega. Huduma yako inyanyuke. Wantia yako inyanyuke. Wantia yako inyanyuke. Jesus, that is my boss. Oh yes. Suki. Ili uweze kupanda kwenye mkuyu, ila kuhitaji akili ya ziada. Ili uweze kukaa na nabii, nilikwambia kumzunguka powerful man of God, huhitaji elimu yako. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Amen. Amina mama. Kumzunguka mimi na Esther, unahitaji Roho Mtakatifu. Amen. Soma vizuri mtume. Anza mstari wa kwanza. Asema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Huyu ni Yesu anapita katikati yake. Na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo. Huyu ni Zakayo. Mkubwa mmoja katika watoza ushuru. Kwanza ni mtu mkubwa. Ndio. Tena ni mtoza ushuru. Ndio. Mtu wa TRA huyu. Amen. Yaani yuko vizuri. Amen. Wewe unasumbua watu. Hata ukatishi ushuru sokoni. Unatatenda. Unasema manabii waongo. Manabii hamna. Unaangalia watu waliopanda kwenye mabega ya mtu. Yes. Amen. Unahitaji ngazi ndugu yangu. Amen. Kunifikia unahitaji ngazi. Amen. Kunielewa nabii wako unahitaji ngazi. Amen. Kila mtu anasema mbona kama kukosolewa tu. Mbona kukosolewa ngazi hiyo. Yes. Ukosolewa hiyo ndio ngazi. Unahitaji kufika kwenye mabega yangu. Amen. Kufika kwenye Amen. kwenye mabega yangu. Kuna watu unaskofu kwa anaongea ni mtu mkubwa sana. Mkubwa kielimu, mkubwa yani ni mtu mzuri vizuri. Amen. Lakini huwa anasemaga kwa nini baba natafuta sana kwa mimi na kuniheshimu hivi. Kitu akikutananga na mimi ananiambia professor. Najijua mimi bishop. Professor. Najua. Na kujua wewe na ubishop wangu ukinitabiria. Yaani ubishop wangu usiponitabiria mimi si kitu. Amen. Na uaskofu wangu usiposema neno mimi si kitu. Anasema mkubwa mmoja kati ya watoza ushuru naye ni tajiri. Tena ni tajiri. Ndio. Mtoza ushuru tena ni tajiri. Ni tajiri. Hao ndio watu wanamfuataga Yesu. Amen. Point ukiwa kama kiongozi. Jana nilikuwa nakufundisha kwa habari ya kuwa kiongozi mzuri. Nipe Biblia yangu. Kwamba kiongozi wa homa mwenye njaa hatakiwi. Kwanza kiongozi mwenye njaa huaga ni muongo. Amen. Anasengenya watu kanisani. Anakuambia mama wale anapenda wale watu wameweka mbele wote wanampaga gari. Eti yule Gilbert alimnunulia gari.
Ndio maana amekaa naye pale mbele. Eti Ruti Jumapili si ulimsikia? Kamvalisha nguo. Ndio maana amemkalisha pale mbele. Kwa kazi yako unakuwa ni kusengenya. Kwa hiyo Yesu hata watu waliokataa, leo nikikuachilia mafuta, ukiwa kama kiongozi ambaye uko PMYC, ukiwa ni unahitaji kuwa mwana wa mama wa, ukiwa na mambo ya umaskini utakimbia kwa haya mafuta. Hata kama kwani mmesaini pepo la umaskini kwa madhabahu yangu hapana. Hata kama kwani mliandikisha kabisa kwenye mti mlinena, kwangu hapana. Amina mama. Utakimbia. Oh yes. Kukana njaa kama leo hivi utakimbia. Maana siku nyingine nitakuja na fimbo. Kwani Yesu si aliingia na kikoto na akafanya kazi? Yes. Aha. Nasema huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani? Ni mtu wa namna gani? Asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona. Akapanda juu ya mkuyu ili tu apate kufanyaje? Kumuona. Kwanza anatafuta kumuona Yesu. Unatafuta kuwa na connection na nabii. Ili uweze huduma yako iende viwango vingine. Jana nilikufundisha muombe huyo nabii. Amina. Kwanza unapokuwa na mtu wako mzuri, acha tu nabii nikusaidie. Ukimwona mtu amemzunguka mtu, uko na mtu mzuri, unajua mtu kwangu ni mzuri. Mtu kwangu ni baraka. Nilikuwa sina kiatu nimepata kiatu. Sina nguo nimepata nguo. Nimekaa naye nimejielewa. Ile tu kujielewa. Ile tu kujitambua, yani mtu kukufundisha ufahamu. Kuna mtu nilikuwa namwambia nani huyu mwana wa nabii gapi? Gari lake kila mtu analala mpaka kesho litaota kunguni. Sasa ile kumtoa kwenye hayo mazingira kwamba bwana gari watu hawafanyagi kitanda, unakaa nazo funguo zako hapa ukitaka kulala kalala kwenye makorongo. Sio kwenye gari, kumtoa hapo. Kwanza atakuazika, wanamfuatilia. Kwanza gari langu, tena atajisikia vibaya. Lakini sasa ukifungua tu gari lako unakuta mijitu inaamka kama nani makenge yametoka mtoni. Mama wani kaji. Hiyo gari yake sasa ili apate baraka kuna sasa anahitaji kuipanda. Lakini anakataa kuipanda na nuka majasho ya watu. Na mimi nahitaji ustaarabu. Chafu. Watu wanalala ni kitanda hicho. Gari ya mzee kiongozi imechoka lakini watu wanalala. Hawalali watu kule. Nasubiri kumwambia swali hebu nibebe. Ili abarikiwe lazima niingie kwenye gari yake na gari nyingine. Sasa na gari siwezi ingia kwa sababu watu wanalala ni kitanda. Unanielewa? Kwa kumpata mtu kwenye maisha anayesubutu kukuambia wewe gari sio kitanda, piga magoti, shukuru Mungu, toa na sadaka. Wewe kama kwenu ni vitanda, uliza wangapi wanayo. Ukikuta watu hawana, ndio maana Mungu alikuwa hajakupa, alijua mtayafanya kitanda. Sasa huko umepewa kwa lazima, kwa hiyo fataga kanuni, vigezo na masharti. Usisema ananifuatilia, ananimiliki, ananitawala, basi kwa sababu namtegemea. Zakayo akasema hapana. Hata kama nina kila kitu, namhitaji mtu huyu. Namhitaji mtu huyu. Unamhitaji mtu atakayezi weka akili zako sawa. Hata kama una pesa unamhitaji mtu. Amen. Waweza kuwa na pesa na nyumba na kila kitu, lakini si neema. Si neema. Kwa unamhitaji mtu mwenye neema. Awe sturi yako, awe mabega, usimame juu, uone kinara, uone kila kitu, uone baraka zako, usikie kuenjoy kwa huduma hii. Ukikaa na mtu ambaye huwezi kupanda kwenye mabega yake, yeye mwenyewe yuko chini na wewe uko chini, huwezi kumwona Yesu ni mzuri, utasema Yesu, kwa Yesu kuna mapepo. Safi mama mtu. Ndio maana kutafuta jana. Tuendelee msoma. Mstari wa 4 anasema akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona. Apande, hebu fikiria. Mtu msomi. Meneja wa TRA. Tena tajiri, wewe tajiri hapa, mfano hapa tufanye tu Moshi, nani tajiri hapa? Hebu acha tuseme tu kwa hiyo, sema nani tajiri? Kumbe kama tajiri huwajui. Kweli mimi tajiri, lakini kuna matajiri wewe unapitaga huko mjini kununua vitu. Nani tajiri hapa? Sawa. Hebu unasema ukweli. Mbona unajifanya mrokona ambaye mshamba? Unajua kama anasema na biro change. Mama wana na biro change. Na ana hela nzuri sio tu biro change. Sawa? Sasa hivi tukuulize muone Raswai mbele za watu wengi pale, anaanza kupanda juu ya mti. Unatafili mazo. Waganga wamemchuma. Kachanganyikiwa. Ndivyo kwa nabii tuko. Una
daraja langu. Hii ni sturi yangu hii. Hii ni ngazi yangu hii. Niacheni. Lakini kwa mtu kama Raswai, saizi pale soko la kati pale kapande juu, watu wote watajua. Amen. Watu wote watajua. Ndio habari ya Zakayo ilivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Zakayo alijua hata kama nina kila kitu, kuna kitu kimemisi. Amen. Kuna kitu kimemisi kwenye maisha yangu. Na mhitaji mtu mwenye neema. Aweze kuniambia pesa zinatumikaje? Kwanza zina uzuri gani? Maana nazo lakini mkile hazimsaidii. Lakini huduma yangu ikoje? Kweli nina huduma. Saka kweli unanena kwa lugha, Mungu akubariki. Kweli muombaji, lakini unamhitaji nabii akwambie ndugu, hii neno yako inaendaga hivi. Amina mama. Kupunguza hii. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamhitaji mtu akudirect. Usiwe kama Owiso people. Owiso kimpa kufundisha Bible study atatabiri hapo everything atafanya. Atafunika mwenziani yule sio Owiso ubiri. Atamfunika na makutabiri. Usiwe kundi hilo. Atakuwa leo amepona. Akihubiri hapo hapa anaanza. Fulani kuna mtu bali. Sasa mama wangu anaanza kusema Mungu wa Israeli. Hii ni hekima, ni busara au ni upako? Sasa upako tena una hekima. Roho ya manabii utima nabii. Owiso umetoka wapi? Owiso pole leo. Sasa yule nilimwambia atabiri. Ukimuuliza mbona hujatabiri? Owiso alitabiri. Inabidi mama wangu uchanganyikiwe. Kuwa bora kwenye nafasi yako. Amen. Kuwa bora. Mimi kama mimi, umeona mimi ni mabega yako. Na nimekuambia wewe Bible study inakufaa. Niamini kwenye hiyo. Oh yes. Acha kuwa mjuaji, niamini tu. Amen. Kuwa bora, ifanye vizuri. Nikisema wewe kupiga keyboard ndio unafaa. Wewe piga. Weka juhudi zako hapo. Weka nguvu zako hapo. Ndio. Ananibania. Anawapa tu kinagapi. Anampa Edmund. Ananibania. Mama wangu ananibania. Sikubani. Chochea hicho mimi nilicho. Amen. Hatujiite Ezekiel Yesabuku. Ukitabiri tu. Ndio. Sijasema utabiri. Kama tu siku hii moja na utaondoka. Oh yes. Nikienda kwa mtu mmoja akaniambia, "Heza nitabiri uongo." Nijisikie vibaya alipoondoka nimefurahi. Sasa nimerudi kanisani. Yaani mwenyewe nilishangaa. Nikasema nitabirije, nikaanza kufuata video zao. Mimi mwenyewe nishika masikio. Kwa hiyo Zakayo elimu yake na pesa zake bado aliona amemisi mtu kwenye maisha. Yes. Uko hapa kwenye hii shule, unanihitaji kuwa mtu kwenye maisha yako. Amen. Hivyo kubali kuongozwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubali kuongozwa ili ufanikiwe. Amen. Ukipangwa leo uhubiri wa hubiri. Amen. Usianze kusema hebu ingia hapo kwa kodo watu 20. Wewe naona uvimbe, ingia hapo. Mimi mwenyewe nikishafanya hivi kuna zao utasema alisema uongo. Tena watakuota. Uzuri kanisa letu liko wazi. Kanisa letu bwana, hata ukipombeka leo watakuota. Ndio. Ndio kanisa la PMC. Ajabu sana. Ni kanisa halifichi dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo kuwa mwaminifu, kuwa mtoto ambaye unajua kwamba kila mara ninamhitaji mzazi. Na mtu wa Mungu yoyote, sikia nikwambie. Pointi hii inafuata. Mtu yoyote asikubabaisha kwenye wito ulionao. Yes. Kwa sababu aliyekupatia ni Mungu. Ndio. Kwa mtu yoyote asikusumbue. Amen. Unachohitaji ni mtu kuwa support yako. Yes. Ukiwa na support ya mtu ambaye mtu huyo ana maagano kabisa na Mungu. Sikia. Hebu soma ile Hesabu 12. Hesabu 12. Anza mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Anasema, kisha Miriam na Haruni wakamnena Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa. Kwa sababu ya mwanamke Mkushi. Sikia nikwambie. Hata kama mtu huyo wa Mungu mmemwona amekosea, nikwambie kwa usalama wako ili uishi hapa duniani, funga mdomo wako na unyamaze kimya. Amen. Yaani tunataka kuishi. Ndio. Tena uishi tu kwa amani vizuri. Hata kama una haki zote na vigezo na masharti vya kumsema. Ndio. Ndugu yangu mimi nakupa advice. Amen. Funga mdomo. Amen. Anasema
kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Ndio shida inawapata sasa wana wa nabii wengi. Kuna kitu waga na washangaza. Mtu atamwota Edmund, mimi ndo namwambia wewe umemwota Edmund. Ambacho wewe mwana wa nabii huwezi fanya hicho. Kweli. Nimeota akaja na kwambia alivaa nguo nyeupe. Alikuitia Fatuma. Alimuita Asha. Ndio mama, na ameandika kwenye karatasi. Wewe mwenyewe uliyeotwa hujaona. Ndio. Huo ndio utofauti. Naenda kukupa utofauti huu. Amen. Yaani wewe mwenye simu wewe na kukata max kabisa. Aha. Nasema hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Bwana akafanyaje? Akasikia maneno yao. Akayasikia yale maneno. Ndio. Lakini si ni kweli amemuoa mwanamke Mkushi? Ndio. Na ni si ni kweli amekosea? Ndio. Lakini huna haki. Amen. Kinachokufunga ni haki. Amen. Sikia, wanasema sheria haina nini? Sheria ni msumeno, tena haina huruma. Haina Huruma. Haina huruma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sheria ni hivi. Kila ulimi utakaoinuka kukuhukumu nitauhukumu kuwa mkosa. Hiyo ndio sheria. Ndio. Haujaambiwa hata kama una haki. Kila ulimi na kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa. Oh yes. Hiyo ndio kinga tu wanayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa pia watu wengi mna huduma ndani, kutokana huduma inachemka ndani. Yaani inachemka. Ukiona yule umeenda mtumishi wa Mungu hajakusikiliza au nini hujamuelewa, tayari umeshaanza kumhukumu. Basi tu yeye kwa sababu yameanza kutoka kabla yangu. Lakini mimi nakwambia mimi niko power. Mimi nafanya mimi, Mungu anasemaga ni vile tu ametoka kwenda wapi? Unaona pale unapokoseaga na unafanya uchelewa kujibiwa. Manunguniko. Na kumwona mtumishi wa Mungu hajakuelewa. Kakuelewa, lakini wakati bado subiri. Usizae mtoto pili machua. Amen. Hakuna joto hapa la kumhifadhia mtoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema basi huyo Musa, mstari wa 6. Ndio. Mstari wa 6. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii. Soma mstari wa 3. Mstari wa 3. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote. Hebu sikia. Upole wa Musa zaidi ya wanadamu wote hapa uko wapi? Kwanza alienda kutongoza yule dada. Nimekwambia katika mambo ya Mungu ana siri zake nyingi sana kumsaidia mtu. Amen. Ndio maana Yesu mwenyewe akasema msiniite mimi mwema. Yesu mwenyewe anasema hivi. Hajazaliwa na mbegu ya Yusufu, bado anasema msiniite mwema. Ikawa wao aliyezaliwa kwenye mbegu ya baba. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Unapojifanya wewe ndio mwenye kiroho sana kuliko watumishi wengine, unaididimiza huduma yako. Appreciate huduma ya mwenzio. Huyo uliyekanaye appreciate. Yes. Angalia kwenye mtandao wake. Mwambie tatafai leo umefanya vizuri Karatu. Kuna grupu lenu mimi nimerefti kwa sababu nyinyi warokole kunizidi. Yaani ni watakatifu. Nilituma mafundisho hamkujibu. Nikatuma mafundisho mengine nikawa naelekeza mtu ajibu, labda nisiye mtajibu kimya. Basi nikatuma mtumishi mmoja na ameshikisha watu chupi madhabahuni waziombee. Ile ndio kabisa. Mkafunga masikio. Nikasema hawaeleweki. Mahubiri hawanijibu. Masomo hawanijibu. Nimetuma mtumishi watu ameshika mariga na chupi. Na urokole gani? Eti mtu mpole kuliko wanadamu wote. Mpole anaweza kutongoza. Mpole sana Fatu. Kwanza mpole kwenda kutongoza dada ambaye hajaokoka sipo. Unajua dada alipomjuaji huyu? Dada naye jero wako mbuko kitaka anajielewa pale alipomtahiri yule mtoto. Alijuaje kama kuna kutahiri? Alijuaje kama kuna wokovu? Aliwezaje kusema na dada kama sipo? Tena ni mwanamke mzuri. Sema niko kwa Yesu. Niko kwa Yesu. Sio kwa Yesu, kwa Yesu. Kwa Yesu. Lakini Biblia inasema alikuwa mpole kuliko wanadamu wote. Wanadamu wote si wanatongoza. Na yeye si katongoza. Ndio. Haya, Miriam alikosea nini? Sema
sheria, kila silaha, kila ulimi. Anasema alikuwa mpole zaidi sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Wanadamu wote. Ndio. Ina maana ni wa kipekee. Lakini alioa tena amezaa. Mama wani ameolewa tena amezaa. Alafu naambiwa ati yeye ndo tumpigie magoti ndo mama wani. Ametofautianaje na sisi? Sasa hapa kwa Musa tena muongo. Bwana hata mimi sijasema uongo. Sijui labda kama nilisema. Nisijitetee. Mimi bubu. Na ni sio bubu sababu mimi na kigugumizi. Na kama na kigugumizi na Mungu anajua na kigugumizi. Mimi Mungu anajua na kigugumizi. Musa, ana kigugumizi. Lakini eti ndo kuliko wanadamu wote. Akasema kisha akamwambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Katika nyumba yangu yote. Sio katika nyumba yenu au hapa tulipo. Kumbe Mungu ana nyumba yake. Hujaelewa. Zaburi 91 anasema hivi, aketie mahali pasiri pake. Yeye Bwana Mungu Mwenyezi. Nitasema yeye ni kimbilio yangu. Ataniokoa na mtego wa mwindaji. Atanifunika kwa mbawa zake. Hapo ndipo mahali pake pasiri. Hapo ni agano lake yeye na mtumishi wake. Amen. Sasa wewe unapajua hapo? Hapana. Kwa hiyo unamjaji hapa Musa, kumbe mwenzia yuko mahali pasiri. Mahali pasiri. Kesi zako zote zimeshindikana, mimi nakwambia usiogope. Yes. Baadaye najua kwenda mahali pasiri. Nikienda mahali pasiri lazima uachi. Oh yes. Kuna dada nilikuwa namhudumia Jumapili. Naita Jeni ya kwanza. Haisime ya pili. Yes. Nikasema hata kama kwa kuwa nilipoingia tu hapo umetoa sadaka yako, nitakuita kwa nguvu. Yes. Wewe wanakuita kwenu Jeni. Ila mjini Jennifer. Sasa utaitwa Jennifer kote. Kuitwa tu hivyo Jumatatu kapewa promotion. Yes. Leo anatuma picha amekaa na wakubwa. Anasema ni wa dunia nzima. Haijawahi tokea. Anasema haijawahi tokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana mtu huyo ana mahali pa siri. Siri ni siri. Sema siri siri. Siri siri. Siri ni siri. Hata wewe kupanda kwenye hili bega, mwingine atapanda, mwingine utapanda mpaka kwenye utosi. Yaani hapa mnategemeana, hiyo ni siri. Hiyo ni nini? Siri. Siri ndo maana si kama tu. Siri. Kujua huu mkuu una kitu na wewe unaona huu mkuu umekauka hauna kitu. Ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kwake nitanena mdomo kwa mdomo. Maana wazi kwa wazi, si kwa mafumbo. Kwa wazi, si kwa mafumbo. Si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu huyo Musa? Hasira za Bwana zikawaka juu yao. Naye akaenda zake. Zikawaka juu yao. Sasa kipi ambacho nyinyi mnakaga na nabii mnachokosea? Niwasaidie ili utumishi wako uende mbele. Amen. Unaona kabisa kuna tatizo. Lakini ukiwa na nabii unasema amna mama. Ubarikiwe. Huku umesahau kwamba naona. Na mimi kwa kuwa umefanya usanii na mimi nafanya usanii, nasema ubarikiwe. Acha nikuulize. Yesu hakujua kwamba Petro atamkata yule mtu sikio? Alijua. Kwa nini hakumnyang'anya panga? Kwa nini alimwacha kae nalo afu baadaye akamfanyia surprise akaliokota lile sikio akalirudishia? Alikuwa anamwonyesha Petro, hata ukifanya uasi wowote mimi naweza rudishia. Ndio. Yesu hakujua Yuda ni msaliti? Alijua. Mbona alikuwa anatuweza naye tangi na alikaa naye? Sasa ndicho kitu wanabii wengi mnajidanganya. Kuna saa yani unajifanya wewe hakuna kinachoendelea, afu na mimi nakujua kabisa kwamba hapa unanisanii. Afu asema kwani mbona hajaniuliza? Mwingine nikamtokea usiku ndoto. Aliponiona, alijifanya sijamtokea. Na amekumbuka. Unajua asemaje moyoni mwake?
kama ni nabii leo ataniambia. Mimi nikamuonyesha kwamba ili unifanye mimi fake sikwambii. Atakayekaa bila kutendewa nani? Si ni wewe? Ndio. Kwa nini mimi? Sasa watu nifanye fake. Au tulipofika kanisani nikamtonga unabii. Ule ambao tulipokutana naye mwanzo sikumwambia, lakini tukiwa madhabahuni nikamwambia. Yaani kumuonyesha zaidi kwamba kuna siku nyingine ukinyamaza nitakwambia mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo Mungu anaoperate na watumishi wake aliofanya nao maagano. Kuna utofauti wa kina Miriam na Haruni na utofauti wa mtu aliyefanya naye ana kwa ana. Ndio maana nasema nitamtokea katika maono na ndoto. Ndio maana kanisa naona watu wanaota na vitu vya ukweli, maono na ndoto. Lakini sisi tunasikia nasema kama mimi kuja huko amefanya kuniambia mpaka kwa ananielekeza ni mambo gani mnaokutana nayo hasa ya kifamilia. Ndio maana nafanya mkao wa hivyo. Anamwambia Mungu mimi sijawahi ona. Hata shuleni kwenye mwanafunzi ukimfundisha ukikaa hivyo atakuelewa. Sijawahi. Hii too much. Akaniambia sasa nakupa maji ya uchungu. Unazaa Esther, usikatae kuzaa. Amen. Zaa. Amen. Hivyo jiweke mtu wa samani sana. Amen. Rudi kwenye ile Luka sura ya 19. Rudi kwenye Luka ulikuwa unasoma kuanzia ule mstari wa kwanza lakini anza ule mstari wa 4. Luka 19 mstari wa 4 anasema akatangulia mbio akapanda juu ya mba atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu. Alitazama juu. Unapotaka kuwa juu ya mabega ya mtu kuwa na imani. Muamini mtu kama alivyo. Oh yes. Waacha kunichunguza. Yes. Ukimchunguza sana bata hautamla. Amen. Kuna mambo mengine naweza kukupima na yani hata kuna story nyingine za kukupigisha mpaka kaziba maskini. Mama wani ameokoka kweli? Sasa ndo nampigisha. So yani mpigisha story moja sasa mpaka kacheka tu akainama mpaka kaniangalia. Muamini mtu kama alivyo. Laiti Elisha kwenda kujifungia na mtoto. Muamini tu, mpe mtoto wako. Amen. Muache yeye ndo atamweka sawa. Ndio. Muache ajifungie naye. Maana marehemu huyo. Ndio. Akirudi huko atakuwa na uhai. Yes. Yesu asifiwe. Amen. Kwa mtu mwenye siri. Amen. Huduma yako haihitaji mke au mume, inamhitaji nabii na wewe. Yes. Ili ufanikiwe kama mtu wa Mungu unahitaji nabii na wewe. Sio kila kitu mke wangu. Mume wangu. Tumekuwa hapa mambo mengi baba yangu unashangaa hapa nakwambia mimi mwenyewe ndo nimesikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo anavyokuwa. Zakayo akawa na siri yake moyoni, hakutoa tangazo kupanda juu ya mti. Yes. Muamini nabii kama alivyo. Like Petro. Ndio. Anampa Yesu boti. Ndio. Pasipota kumjua anatandaga miujiza. Yes. Hakuwa na historia ya Yesu. Ni yeye hata yule msichana aliyeuzwa utumani kwa kina Naamani. Yeye alimjua. Alipomwona Naamani anaukoma akasema, "Laiti angekuwa na nabii wangu aliyeko Samaria, angeniponya ule ukoma." Lakini Petro hakujua bali ya Yesu. Hakujua kama ni mponyaji. Alijua tu ni jamaa fulani. Kana Petro amepigika. Lakini neno linasema ya kwamba Yesu alipofika pale, alimuomba boti. Alilitoa boti pasipo kumjua Yesu ni mtenda miujiza. Tamu nabii hivyo. Muamini hivyo. Hata kama unajua siwezi kukupa kosta. Niamini tu. Yesu ni mama yako. Unaweza kupata unachokitaka. Yesu ni moto wako. Unaweza kufika kwenye maono yako. Unaweza kufika pale unapotaka kwenda. Unaweza kusema sijafua usiku kucha. Acha nipatie ripoti. Hata kama mtu simjui, acha nimpe ripoti. Nimechusa tu. Sijui amesoma wapi. Sijui amekulia wapi. Sijui historia yake. Ninachojua sasa. Nilikuwa kipofu naona. Nilikuwa sioni sasa naona. Sasa namjua mtu huyu. Jua kwa sasa. Acha kujua asubuhi. Acha kujua jana. Jua leo. Sana shuhudia nini? Anasema mama wani alisema wewe. Aliposema wewe nikapata promotion. Ndiye ninayemtaka. Mtu si wa kawaida. Watu wakatoa patila. Yesu akahubiria nchini. Baada ya kuhubiri nchini, Bwana linasema ya kwamba akamwambia sasa akampaka kilindini. Ili ufike kilindini unahitaji role model. Unahitaji mama yako wa kiroho. Mwambie mwanangu, sasa nakupeleka kilindini. Kilindini kuna samaki. Kama ni mchana, tuwavui samaki.
Sikia, usishinde na mtoto mdogo. Watu 5 walikula kwa mikate mingapi? 5 na samaki 2. Kina Luka wapo, kina Mathayo wapo, wanafunzi wote wapo, kina Marko wapo, kina Juda wako, wamemzunguka Yesu. Lakini nasi wana kitu. Tena wakamwambia Yesu, tuna nini sisi? Mtoto tu ana samaki tena na mikate 5. Yes, I am a little child. But I have a fish. Ni mwanamke tu. Lakini nina samaki. Ni master tu. Nina mikate yako. Sikia ni kwa wapangua kina Mathayo. Wapangua kina Luka. Wapangua mizimu. Wapangua na wapangua yote. Ajili ya hatima. Ajili ya hatima yako. Sima mahali pengine masio. Ajili ya hatima yako. Sima masikio pengine. Sema mimi ni mtoto. Mimi ni samaki. Mimi samaki wangu. Maradufu. Mimi watu 5. Na kuhitaji Yesu. Wabariki hawa samaki. Mungu nibariki huduma yako. Mungu nibariki kazi yako. Mungu nibariki maono yako. Mungu nibariki ndoto zako. Lazima itimie Yusufu. Yusufu lazima itimie. Maono yako lazima yatimie. Amini tu. Nasema ya kwamba katika Samaria Mkenya anatoka akasikia habari zake. Akasema no bwana. Itapangua wote. Itawasogeza. Shika pindo lake. Damu zitakauka. Amini tu. Unakuwa na bahati. Unasikiliza shuhuda. Sio wote waliotendewa. Hata shuhuda hawajasikia. Acha kubaki hivyo. Ndio tunataka katika jina la Yesu. Mungu. Nisaidie leo. Niende hatua nyingine. Kaa chini mwanangu. Wacha kudoubt mtu wa Mungu. Amen. Kuna watu ni Farisayo embassy. Ana doubt kila kitu. Na Masadukayo. Wana ubalozi wao tu. Wacha muone Roma mama wale alipoingia. Alikuwa mfanya hivi. Kabla hajaingia na nyofuaga nywele. Wacha muone. Ashindwe. Kila kitu na doubt. Huwezi kufika mbali. Huko tu umetoa jicho lako. Unafundisha. Unamwona alivyoingia leo. Kwanza kiingia. Pale anapopiga magoti unaona? Anafanyaga hivi mikono. Unaacha kufunguliwa. Unaanza kukaa kwamba ule upako wake ukoje. Ukitaka umpate, ujue akiingia anavyofanya. Unapotea. Muamini Yesu. Amen. Kama mwanamke mwenye alabasta. Sijui atanitendea nini. Nachojua nitamvunjia chupa. Kwenye miguu yake. Amen. Sijui atafanyaje. Kwa kama mwanamke kahaba, nitachukua nywele zangu. Nitamfuta miguu. Nikimaliza. Sikia nikwambie. Mwanamke mmoja anahitaji mtoto. Na mume wake amekuwa akimsumbua hivi. Tena yeye ni mkubwa kuliko mume wake. Ndio. Nilikuwa nikimwomba Mungu. Mungu akaniambia usipate shida sana. Nikamwambia kwa nini ile mimba iharibika? Akaniambia hajui kufuata maelekezo. Lakini sasa atafuata. Nikamtokea usiku. Mungu ananiambia usipate shida. Nikakaa nikasema okay. Pale kanisani pana Gabriel. Na Gabriel anatoaga watoto. Ngoja nimwambie akampikie Gabi chakula. Kwa sababu Gabi alikuwa na mizimu yao naye. Kwa nikasema nikapambanisha. Madhabahu yangu iko safi. Inang'aa lakini alikuwa yuko mti umekauka kama nyongonyea. Kanaanguka chini. Njaa. Nikamuuliza siku moja yuko hapa. Nani anakupikia kwenu? Hivi chakula chako kikoje? Nani anapika kwenu? Simuulizi yule ana mke, simuulizi yule ana mke. Ukiwa kama mama utamuuliza, "Nikamwambia mbona huku utakati Mtu anayekula tutakati kwa cream, tunatakata kwa kugonga shonga." Agaye tunapika, Grace anapika sio nani? Okay. Nikasangoja akapika yule dada. Sasa sipigi simu kama kawaida yangu. Wewe kapike chakula. Pikie Gabriel. Mpe. As kama jina yake lilivyo, atamwambia
Akamwambia pokea mtoto. Yes. Aya. Akamwambia usije. Kwanza yeye akili zake zilikuwa ndogo, akamwambia kwako ni wapi? Nionyesha kwako. Takuja kupika. Akaambia usije, niko busy. Tuna seminar. Sijui wiki. Asira dada alipokuja kwangu nimemsukumia nje ya geti. Ondoka. Yaani naona kama jasho zinamtoka mwilini. Kwa nini? Ni vitu mimi nadili navyo kwenye ulimwengu wa roho. Tunaelewana? Amen. Kwanza nataka apate mtoto. Na nikatumia kwamba hata kama basi ajibiwi, hata kama ili liharibika. Asi tu hata kama huyu basi hana upako sana, basi kwa jina la Gabrieli tu. Si tufanye hivyo tu. Amen. Tufanye kwa jina la. Hata unaweza kujipa, kiamua kujipa jipe, lakini tatizo muujiza utatokea. Si unaona mwenye nao hajajitambua. Na wala hajatambua kwa nini anaenda kupikia. Kwanza mke wa mtu. Angekuwa msichana angesema, usikute nabii anataka kunipambanisha nioe. Si ni kweli? Na ukimwambia kuoa bila baba anatamani kupiga ngumi. Bwana Yesu asifiwe. Akampa ushauri wake yeye, sio wangu. Muamini nabii wako alivyo. Alafu fuata nacho tenda. Na yule dada nikamtokea kumuonyesha nabii alivyo. Kwamba unamuona hivi, muone sasa. Akaniomba, naomba basi nitafuta hata msana wa kazi niwe namlipa mshahara. Nisamee mama. Nikasema issue sio hiyo, issue litakiwa wewe ndio upike. Sasa aliyesema ni nani? Malaika. Malaika alikuja kwa umbo la nani? La nabii. Aliyekurudisha ni nani? Gabi. Ila Gabi niliyemuona anatoa nini? Watoto. Gabi physically akamwambia mimi niko busy. Uzije kupika. I'm so busy. Sema mama wa ni kumbe kweli unachoka. Mama wa. Umeelewa hiyo mama mtui? Nimeelewa mama. Kaa chini, kaa, niweze kuambia upige magoti. Muamini nabii wako vile alivyo. Fuata maelekezo. Amen. Ili ufanikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena yaogope. Amen. Fungua Yohana sura ya 2. Twende kwa haraka kidogo. Amen. Ili mle chakula, si ndio? Nimalize kipindi cha kwanza au nikiache katikati? Hapana. Yohana sura ya 2. Mstari wa kwanza mpaka kuanzia mstari wa kwanza anasema, na siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana, Galilaya. Naye mamaye Yesu alikuwako. Mamaye Yesu alikuwako. Mimi ni nani? Mama yetu. Baba hutambulika ndio. Ndio. Nitakupa siri moja. Watoto wakienda shule, ada baba analipa ada. Ndio. Watoto nguo baba ananunua. Chakula baba. Wakishakuwa mama anakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni favor tu Mungu ameiacha kwa siku moja baba akataka kupiga mtoto peka na hamnipi chakula nikampa nyamaza. Angekuwepo hapa na angesikia ufunuo huu. Somesha mtoto, valisha mtoto, mtunze, akiwa mkubwa kwa wa kwanza anakuja na kanga mama. Ni favor tu. Hapa kwenye harusi Yusufu alienda? Hapana. Kwa nini? Yeye alipewa kadi? Hapana. Kuna saa tunapeana kadi mimi na wewe tu. Hii ni siri kati ya mama na mtoto. Maana Mungu alishajitokeza akiwa tumboni. Amen. Una siri zake, una siri za Yakobo. Mama ana siri za nani? Za Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana saa nyingine mualike sana mama kwenye mambo yako. Hata kama unaona wewe muda bado atakwambia sasa muda tayari. Yamkini mtumishi wangu amekwambia wewe bado. Mimi nakwambia tayari. Amen. Mfano hata Masa atakuwa ameshangaa sana kumwambia hebu simama hubiri nyumba ya Mungu. Yeye anajiona bado. Mimi nasema tayari. Ambapo hata hakutegemea kwa. Wala hana hata mpango huo. Umeshaona mambo ya nabii? Amen. Hana. Ndio Mungu yuko hivi. Amen. Hujui pale Mungu anakupeleka. Yes. Hata kama muda bado. Amen. Mjue Mungu, muelewe nabii wako. Amen. Ielewe madhabahu yako. Yes. Hawa ni wahusika watatu kwenye movie yako ya maisha. Mungu, nabii, madhabahu. Amen. Movie inakuwa imekamilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma ile sura ya kwanza Yohana mstari wa 43. Yohana sura ya kwanza mstari wa 43. Anasema, siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya. Naye akamwona Filipo
Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Betsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathani akamwambia, Nathanaeli, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati. Filipo anasema tumefanyaje? Tumemwona. Mwaweza kuwa wote hapa. Mwenzio akawa anaona kwangu kuna ndoa yake. Amen. Kwangu kuna kanisa lake kubwa. Amen. Wewe ukawa unaona tu kwako kuna pikipiki. Amen. Abia kiniombea nikipata pikipiki. Si ndio dada? Just it. Abia kiniombea nikipata kiatu kama kile tu chake. Saija. Ya. Kile. Yaani ndio imeisha. Kila mtu hapa anaona kivyake. Amen. Anasema naye Filipo akamwona Nathanieli akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati. Tumemwona aliyeandikiwa na Musa katika Torati. Tumemwona aliyemsema Esther kwamba huyu ni nabii hapa Mwanza, huyu ni nabii hapa Dar, huyu ni nabii Kilimanjaro, huyu ni mwana wa nabii. Tumemwona. Lazima kuwe na mtu aliyekuandika. Amen. Nitakuandika like Moses. Yes. Alivyoandika habari za Yesu. Amen. Nitakuandika. Amen. Na lazima historia yako itaandika. Amen. Kwa jina la Yesu. Yesu mwenyewe ni superstar, lakini aliandikwa habari zake na Moses. Amen. Ni kweli wewe ni superstar. Unanihitaji niandike habari zako. Yes. Mimi naandika habari zako. Haisumbui watu wanaona habari gani. Mimi naona habari zako. Naona mhubiri wa kimataifa. Naona nabii mkubwa. Naona ashazi mkubwa. Hakuna watu wa muhimu kama mashemasi. Kweli nakwambia. Hakuna watu wa muhimu kama. Angalia tu hata Yesu alipoingia hekaluni. Watu waliokutana nao kwanza ni mashemasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema aliandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Ni mwana wa Yusufu, tena mtu wa Nazareti. Ndio. Sio kwamba ameshuka tu hivi, kuna mahali ametoka. Amen. Tunatakiwa kuwa na neema ya kuamini sana. Ndio. Ni ngumu sana kibinadamu kwanza kumwamini tu mtu. Amen. Utatafuta Mungu wako. Ndio maana wengine wanaabudu Mungu wao jua tu hivi Mungu wake, mti tu Mungu wake. Kwambia just inatosha. Ni ngumu mno. Hata mimi mwenyewe kwa nabii anayejielewa, si kama napenda sana watu kufuata yale ninayotaka. Ila nachukia sana mtu asipofuata ninayotaka. Amen. Shanielewa? Amen. Sio kama napenda sana ukafahamu Mungu wao, ila nachukia sana usipofuata, kwa sababu nimeamriwa kwa ajili ya kazi hii. Amen. Na nipo kwa ajili ya kazi hii. Oh, yes. I don't care what people say about you. Amen. But I care what God told me about you. Oh yes. Kwa unaweza kuiandika historia yako. Amen. Wanaweza kumwona tu Vai ni mzururaji. Mimi namuona Vai yuko Mamtoni. Yes. Wanaweza kuona tu wewe Zefania sio kawaida nzima. Yes. Ninaona nyumba ya Mungu inaenda kubadilika. Amen. Sio ibada zenu baridi mnakuja watu wawili hapa. Ninaona mtu ananiambia mama leta Costa. Yes. Nyumba ya Mungu leta nini? Costa. Watu wanakuona kawaida, mimi naona wanabii hapa Moshi vile ambapo mnaenda kuwa powerful. Yes. Sina haja ya kukimbia tena. Kuwabeba kila mara. Kwa sababu tayari nimeshakaa kwenye mabega yangu. Uamua wewe kushuka. Lakini Yesu atasema leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Imenipasa kuwa na wewe. No witch can take you. Utakaa kwa nyumba yako. Hakuna mchawi atakuchukua. Hakuna mganga atakuchukua. Hakuna mtu ataiharibu tu. Katika jina la Yesu. Amen. Nasema Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutoka Yerusalemu? Inaweza. Kutoka Nazareti sama? Inaweza. Ndio. Inawezekana. Ndio. Anasema wacha nimsaidie. Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamuona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake. Tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwapo chini ya mti nilikuona. Amen. Kuna watu huko hapa, hata kabla
hujaja kanisani kwangu, nilikufuata kwenye ndoto. Yes. Hata usiposhuhudia. Nili kuona. Mungu amekuona. Mungu amekuona. Na Sanaili akamjibu, Rabi, wewe mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikwambia nilikuona chini ya mti, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amini, amini nakwambia, mtaziona mbingu zikifunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Ninatabiri ukiamini kwamba ninaweza kuona huduma yako, tatizo lako, malaika watashuka kwa huduma yako. Malaika watashuka kila leo. Yes. Wewe uone aibu, wao ushirika wanashuhudia wameniona, wewe hata unione wiki nzima. Wewe uone aibu. Shalom, wewe unamkuta mtu mwingine, yaani mpaka yule dhahabu, yaani kawaida. Shalom, mama wani alikuja. Wewe na faya yako kuja niona ng'o unafuata. Nakuja na kuangalia. Nando. Wewe umeshajiuliza hiyo. Mtu anasema mama wani alikuja, nakumbuka malaria wote Kevin analisha watu keki. Hata mjawahi funga naye hata kwenye maombi. Hebu shajifikiria. Mewaza mama. Alafu wewe mtakatifu faya. Wasa. Kwani hata mimi ananitokea? Kwani ananipenda? Anampenda Edmund tu. Mtoto wangu mmoja Tesha aliposema mimi simpendi, nilimshangaa nikasema yani yeye ndo anipendi namba moja. Mzee mnapiga magoti kaeni kwenye viti mkiwa mnafundishwa. Kaa ili usikilize. Nikasema angekuwa ananipenda. Mimi kama mzazi wa kiroho na ifufua hatima yake, yeye mbio kupeleka inga chifu kwao. Kwangu wakati mimi ndiye ambaye nimedili na mambo ya kiroho. Ukiwa unapenda si utafuata aliyedili na wewe katika mambo ya kiroho. Yes. Kisha unakuja kumalizia kimwili. Yes. Nikasema laiti watu wangekuwa nakaa wenyewe na kujitafakari, wasingekuwa wanachelewa kwenye hatima zao. Ndio maana Yesu anasema kwa sababu nikwambia nimekuona chini ya mti. Ndio maana hata mtu kama ulikosa fikiri ukifanya jambo na sahihisha huaga na siliamini sana. Maana naona kwa sababu nimekukosoa. Unaona sasa, hata Yesu naye. Unaona unasemaga mama wewe ni Bwana. Yaani yeye achaki kwa haya. Yesu naye anamwambia kwa sababu nilikwambia nimekuona chini ya mti. Mimi mmoja sasa. Kaperuti usipike chakula. Leo nitapika. Sijui nini nikasema kwa sababu jana nimekukosoa. Bali na focus Jerusalem. Nina focus Jerusalem. Lazima nione utukufu wangu. Lazima nione utukufu wangu. Point inayofuata. Hata kama mtu hujaona kilicho kwake, muamini mtu huyu anayekuongoza. Kuliko vile unavyoviona kwa macho. Mjue atakupitisha kwenye mitego mingi sana. Lakini sifa kubwa kuwa msiri. Naweza ongea na Frida sivyo nilivyoongea na Vai. Nitakushangaa hapa unamwambia shoga njoo tupige story. Waje mama wani kaniambia. Haya. Kwani ningetaka niwaambie wote si ningewaita wote wawili? Ndio mama. Hampo sawa? Amen. Wala mfanani hata sura zenu. Amen. Na ndipo wito wenu wa ufanani. Ingawa wote mnatabiri. Ukitaka kujua mfanani angalia sana mnavyotabiri, yani kila mtu anapofanya vidole au anapofanya mkono. Vai atasema, "Can I professor?" Frida atasema, "Bwana ananiambia." Unaona nivyoeka miguu na kidole? Ndipo anafanya Frida. Vai afanye hivi. Umeshaona tofauti? Umeelewa tofauti hapo? Amen. Na mimi siwezi kupiga na hii story wote. Amen. Sasa mimi nikukupigisha hii story ukaenda kumwambia huyu wewe ndio mwenye matatizo. Mimi sina matatizo. Mimi sitoko tu na Edmund. Gabi na Edmund ni vitu viwili tofauti. Mtui na Uwiso ni vitu viwili tofauti. Gilbert na Kevin ni vitu viwili. Sisi Kevin anaitwa Edward One. Yes. Akifanya tu hivi mguu na nilikuwa namtafuta sana mtu wa hivi. Ambia mimi mwanamke, watasema naonyesha skin tight zangu madhabahuni. Nahitaji simba mmoja tu anayefanya hivi mguu. Usiombe Kevin akakufanyia hivi. Usicheze na mama wangu. Sasa mimi nikifanya hivyo atasema nitufunulia miguu. Nikasema wacha ni seti bomu langu moja.
Ulimwona Jumapili? Amen. Sasa utacheza na mimi. Nitainua chochote kinachoniamini na kitapiga fire. Oh yes. Wewe usizubae, changamka. Amen. Hebu nenda next level. Napokea kwa jina. Nenda hatua nyingine katika jina. Napokea kwa jina. Pokea hiyo neema. Napokea kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Mathayo 15:21. Mathayo 15 mstari wa 21. Anasema Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akamtokea. Akampazia sauti akisema. Mtu wa tatu kumwamini Yesu alivyo ni mwanamke Mkananayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Na wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia wakisema, mwache aende zake. Mwache aende zake. Kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akajibu, akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Unawasikia majibu ya Yesu? Ndio. Kuna watu wengine huwa mnielewagi hata nikikujibu. Unasema sio alicheka. Sio amenitazama tu. Mama hata message hajajibu. Hivi kwanza nao, uone aibu kila mara kusema nibariki nibariki. Kwani mimi siyakubariki? Mama nibariki kwenye ibada saizi ya Alhamisi. Mama nibariki saizi Jumapili. Mama nibariki. Hai. Hizo baraka zako zimejaa prado yangu. Tuma na M-Pesa sasa. Afu wani aibu. Nimekukaushia wewe unatuma tu afu nini kiboko. Nitamtumia tu mimi sikati tamaa. Usikate tamaa, tuma na M-Pesa juu. Mbona bando una? Umeshaelewa sasa Zefania? Hivi mama, afu Zefania umeona? Ukituma message mama nimekupa zawadi unaona nakujibu. Mama kuna zawadi nataka kukutumia, unaona nakwambia ubarikiwe sana. Hivi ujiulizi. Afu kisa mama nasimama Alhamisi nibariki, nimenyamaza. Imekuja yenyewe. Kifurushi, boxi tupu ndani liko MP. Unafungua boxi liko empty. Hujiulizi, mbona huyu mama una mama nabii bwana? Nikimwambia kiatu hichi, anasema ubarikiwe. Nasimama madhabahuni, ananitazama. Mama nibariki mwanao, nibariki bila wewe mafuta yako, ananiangalia tu. Hiyo nayo hamjiongezi, unatuma tena sasa sikati tamaa. Sikati tamaa. Namvumilia tu. Sikati tamaa. Namkoja Bwana. Waacha maneno yako ya sikati tamaa. Jiongezage. Amen. Mbona bando umepata? Amen. Kwa hivyo nitakujibia ni? Yaani mwenzio anipemie rangu ya bando nianze kukujibu wewe. Unafida ninavyojibu haraka haraka penye nani? Penye sadaka. Sasa nizeni kanyamaza kujibu sijaacha kunitumia bure. Najibu saa hiyo akianza vinge niko busy bwana. Yesu anasema sio vizuri kuwapa mbwa chakula cha watoto. Usiwe mbwa, don't be like a dog. Mwanamke Mkananayo akasema hata mbwa ula makombo. Amen. Hata mbwa ula makombo. Unatuma sasa nikuonyeshe makombo yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pokea badiliko katika jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Pia pointi yangu ya mwisho katika somo langu la mkuyu, acha njaa. Acha njaa. Acha njaa. Mathayo 21:12. Jua kuita sadaka kama kiongozi. Usiite sadaka za hila kwenye huduma yako. Usiwe kama vile vitu vya yule mwanabii Ernest. Mama nabii amesema leo ninunulie suti. Ninunulie mke wangu suti. Ninunulie kiatu. Njaa hizo. Fanya kazi. Acha njaa. Usianze kuambia watu Bwana anasema ya. Leo mnikatie ticket maana naondoka jioni. Wacha njaa. Fanya kazi. Katie tiketi yako. Usisumbue watu. Kumbe na hamu tu ya kupanda ndege. Ya mnanisikia unawashirika wenyewe hao. Mwenye tukimweza ndege hajawahi. Kama
Umeokoka isema bora nimekaa kwa nabii Esther nimepanda ndege. Sio kweli baba. Ni vijana tu walikuharibia. Mwakani tutaenda wote Mwanza. Zefania vipi? Si unatuandalia? Na kujua. Hizo soga zako tu zinanionyesha. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka karatu ndege. Jua kama mwana wa nabii kumsemea nabii. Amen. Hii naosema nyinyi hapa. Sasa nilikuwa nawasaidia watu wa mlioko kanisani. Msemee nabii. Kuna vitu nabii avisema madhabahuni. Kama hiyo pili nilipokuwa nawaambia. Kuna watumishi unaenda nabii anaingia tu mlangoni. Wale wana nabii wameshawatengeneza watu. Hawatengenezi kwa hila, ndio ukweli. Mimi niko kwa ajili ya ishara tu. Maneno mengi mnayo nyie. Amen. Mimi niko niseme tu wewe. Yes. Wewe. Hiyo ndo niko. Maneno mengi mnayo nyie. Mama yangu akija hapa, alishakutana na mtu akapona. Mama yangu akija hapa, ukiona tu ameweka uso wake hapa, njoo weka sadaka yako ili utendee. Amen. Sasa naona umekaa umeshakuwa nabii mkubwa. Unajua kuna nabii mkuu kuna nabii mkuu na wana. Huelewagi. Neno linasema Daudi alipoona anakimbizwa sana na Sauli, akakimbilia kwa Samuel. Alipokimbilia Sauli alipokuwa anatuma vikosi vyake vyote vilivomfuata, walimkuta Samuel amesimama kama mkuu wao na wana wa nabii wanafanyaje? Wanatabiri. Kwa hiyo hatujipi vyeo wakuu, hapana, ndio iko hivyo kibibilia kikikuuma kanywe maji. Yes. Nitakuwa mkuu na wewe kuambia watu watabiri kama watatabiri. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jua kumsemea nabii, kile unachosema ndicho kinakuwa. Amen. Kile unachosema unachokiona kwangu ndicho huyo anatendea. Amen. Ndicho huyo anatendea. Yes. Sema, mwambie mtu yale unayoyaona kwa nabii wako hasa unapokuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hasa zile watu wanazoshuhudia zisikilize sana, ndio masomo yako. Watu wengi wanashangaa, mama ananiambia hubiri hata sijajiandaa. Mama ananiambia hubiri hata si. Pale ndo ninapokutaka kwa sababu siku zote unaandika notes na notes zako unazitaka mahali kwa hubiri. Sasa hubiri. Uone nani mtu sikumpanga sikumwambia na alihubiri Jumapili. Na huko muona na Roho Mtakatifu. Mwambie angeandika kama notes yake kwake mpaka tungemwandikia kikaratasi muda. Tunakuandikia mara 3 kikaratasi. Lakini nikwambia tusimama. Hivyo tu. Unashangaa pale Mungu anabii sana anakuambia Esther 9. Zekaria. Anasema ya ndio Mungu yuko. Ukipisha muulize Edward. Edward anakuja hata nosi madhabahuni anakuambia hapa nikisimama madhabahu ya mama wani sura naombaje. Yana anakuambia tu soma hivi, soma hii. Uweni hivyo. Ichuma madhabahu yangu iko powerful. Wenzenu wanaitamani. Wanatamani kukaa na mimi hivi. Mkicheza sana nitawahamisha. Kundi hili litakuja Shiro, nyie mtaenda huko. Hata kama umeoa utajijua huko. Mnanielewa? Ndio na. Yaani saizi nataka kuangalia mnabadilikaje. Yaani nitafaa tu hao watatu moshi. Wengine huko chagua unataka kwenda wapi? Hapo. Mwanza wapi? Sivyo mniadi kubadilika, mnabadilika? Ndio mama. Wewe nabii wako anakuja. Kanisa liko kama lina njaa. Halina hata uchangamfu. Uelewi nini kinaendelea? Yaani kimwangalia mwenyewe mwana wa nabii na anakupiga chabu. Yuko kilo. Unanena nini wewe? Ninawaangaliaga. Wacha kukaa kiroho nabii wako amefika. Waambie watu simama, shangilia, muujiza wako umekuja, majibu yako yamekuja, kile cha Mungu kiko hapa, utukufu uko hapa. Naona vile unatendewa. Watu wenyewe wanaanza kukubariki kabla hata sijafika. Amen. Lakini mimi nafika, mimi tena niko rohoni na wote niko rohoni mara 100. Mimi naingia naona anza mimi nawaangaliaga. Eti mimi unakuta tunafanya. Baba Petro wapi? Tagadi. Baba brother. Wacha kiroho chako.
Let my mom come. You know my mom is so beautiful. You know ana anaongea vitu mpaka unasema, "Hili kanisa lina makitai." Lina makitai, si Mungu anasema? Yes. Wote jitai kama Mungu asema. Akasema na kwa. Sasa mwenyewe uamini kama Mungu wangu anasema. Nao watu wenye sasa kifika. Si nasema Mungu. Kuanzia muimbaji mwenyewe. Kuanzia muimbaji, mwana wa nabii na watu walivyoka. Unasikia vifafu unajiangalia wewe sasa. Aseme Mungu. Alamata hadi mwende na kibodi. Ukimwangalia anavyoimba, si mwenye baba akasema hivi, amwelewa kinapiwe. Sasa kwa sababu ndio njia yako Gabi, huna nafasi nyingine. Afu kumbuka sitakupa kukuhubiri saa hiyo. Kwa kuwa sitakupa kuhubiri kama tia mpaka watu wakupe hela maziwa. Afu baadaye unangoja nikupe hela kwenye mafuta kwenye gari. Nani akupe? Jasho linitoke mimi afu nikugawie. Utasota kweli. Sasa mama Shifra anamwambia tena Dimundi mchungu. Uchungu wako ndo kanjome mfaya bali gawe. Rangi unaingia mifupa yote. Umetoka nyumbani ukapewa fre. Sasa wale walioandaa nje. Nikutana mtui pala ameshaweka torati 28 msipa toa. Ameshawapiga mtui. Watu wamekaa. Sasa na Gabi mwenyewe kaomba mwenyewe. Chama Mungu wangu na baba. Chama baba yangu na. Chama wewe wache na wao wazame rohoni. Wache waombe. Ndio maana mifupa inawatoka mmembi. Muda mwingi ni wao umewashikia. Mwambie naye omba. Tena mfuate mwambie omba. Funga mdomo, piga magoti. Omba. Omba na mvua zinyeshe. Lakini sema Yesu. Mungu niko hapa. Mwambie omba. Sasa ukikuta ili kundi lao. Sio niko ofisini kaambia mimi singine. Mimi leo nawacha. Sasa lakini nitafanyaje? Unajikuta nabii kwa kivyako. Huyu kwa kivyake. Sio mtu akiponda. Mtu anaponda mshirika anaanza hama kesho. Sana ajua hata kubembeleza. Bwana mimi mwenzie nauma na kupuliza. Yeye akikugonga na kugonga kweli. Hana mchezo, si ndio? Mimi nikakuponda hapa hata usije kani mkuponda. Kwa hiyo mbadilike. Sawa? Usitegemee mimi kukupa hela, nipe wewe. Wacha kugonga hela kanisani. Wacha njaa. Acha njaa, fanya kazi. Fanya kazi. Hiyo utasoma kwenye Mathayo 21. Hivi umefungua mtu? Mathayo 21:12 anasema, Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza zao, meza za kubadili fedha. Hatuko kanisani tuuze vitu. Hatuko kanisani tufanye biashara. Amen. Tuko tuiseme haki. Amen. Na kweli. Amini kile unachokiona kwangu. Kama unaona nilimwombea mtu nilishika jiwe, uliseme. Yes. Sema tumepiga jiwe na imekuwa. Mbona unaogopa kuyasema yale ambayo nimewatuma watu? Nyie kina Edmund, nyie kina Uwiso, kina mtu. Tena Rafael ndo kabisa yuko kilo. Anajiuliza vipi mama wale amesema na utumishi. Lakini mbona anipinipi madhabahu?
Madhabahu wenzia wanakimbilia kule kushika maiki wanaomba, yanakaa tu haleluya. Ila akianza kudansi, simama juu, utasema nimempata Daudi. Simama juu. Waacha kugonga hela kitapeli. Simameni wote juu. Waacha kugonga hela kitapeli watu. Kama nimwambia mtu hicho na udongo na nimeuombea umempa mtu kazi, sema iwe taito yako kama mwana wa nabii. Sema mama yangu akisema juu ya udongo, lazima utimie. Akisema juu ya jiwe, lazima litimie. Akisema juu ya maisha ya mtu, lazima itimie. Naona vile saizi mamangu yuko rohoni. Wewe uamini kama niko rohoni? Unashindaje kuambia watu wewe ndio uko rohoni kunizidi mimi? Ila yeye ndio yuko rohoni. Hawezi waambia watu naona saizi mamangu yuko rohoni. Saizi mamangu ameshatoka kwa Resa Village. Saizi namuona yuko katika Yesu mwenyewe. Hivi wanafikiri Yesu alikuwa mshamba? Alijua nikiponya huyu dada, huyu mlokole anafunga kitambaa usikute nywele zake hata zinachawa. Wacha nimsamee dhambi huyu kahaba. Maana hii nywele yake itanifuta miguu. Yesu anafuata mtu mwenye faida, hafuati mtu hasara. Sema Mungu anabii. Mungu anabii. Nisaidie nikagonge shonga. Nisaidie nikagonge shonga. Si kama TV imeisha hapa mkiamua kuomba omba. Nipe maji nini? Achilie Roho Mtakatifu, Roho kutufundisha, Roho na mabadiliko, Roho kibali, Roho kutuongoza, Roho kutufundisha, Roho kutuongoza, Roho kutufanyia kazi katika jina la Yesu. Baba pekee ndio tuweze, tunahitaji kusikia kutoka kwa madhabahu yako, tunahitaji kutembea kupitia tuliyofundishwa kama watoto wako leo Bwana. Asante Mungu, maana tunaenda kusikilizia, tunaenda kutembea pamoja nayo katika jina la Yesu. Baba tunaomba neema yako izidi kutembea pamoja nasi, tuzidi kuyatendea kazi, tuzidi kuyafanya kwa viwango vya juu zaidi. Shule hii Bwana baada ya kuisha, yote haya yakatende kazi ndani yetu, yote haya yakaoneshe mabadiliko kwa taifa lako, yote haya yakaoneshe mabadiliko kwa kanisa lako katika jina la Yesu. Huduma zetu zikabadilike kupitia yote yanayotufundisha mama yetu katika jina la Yesu. Rabasaka tayama ribaseketelebo katika jina la Yesu. Ninatabiri kwenye maisha yako. Wacha niwe mkuyu wako. Niamini. Tawi langu halitakuangusha. Napokea kwa jina la Yesu. Kaa kwenye mizizi yangu. Kaa kwenye mabega yangu. Napokea kwa jina langu halitakuangusha. Napokea kwa jina la Yesu. Ninakutabiria. Kama hauna hila, hakuna mtu atakutoa kwenye bega lako. Ninatabiri kwenye maisha yako. Utumishi wako hautakufa kwenye mikono yangu kinyama. Biashara zako hazitakufa kwenye mikono yangu. Sadaka zako hazitapotea kwenye mikono yangu. Muda wako hautapotea kwenye mikono yangu. Ninakupakata kama mwanangu. Ninakukumbatia kama vifaranga. Ninakuweka juu ya mabega yangu. Wote waliokutazamia chini watainua shingo kukutazama. Rudi na muujiza. Amen. Yetu ya pili, seed on a mission. Seed on a mission. Mbegu kwenye utume. Ndio somo nitafunga nalo na kuanointi watu 4. Amen. If you are Judah, okay? Yes. Azaeli, okay? Amen. Yes. Sawa? Watu 4 hapa na watafuta. Seed on a mission. Mbegu kwenye utume. Sawa. Kale vizuri. Huku unajiuliza sasa hapa. Nakushukuru sana na namshukuru Mungu wako kwa jinsi ambavyo amekutia nguvu. Kiukweli hata mimi nilikuwa na wasiwasi na mashaka baada ya kusikia nabii Haji. Lakini toka jana wakati naombea seminar juzi jana, lakini nikamwambia mchungaji hata asubuhi nikamwambia kwa kweli tuombe tu, nasikia nabii anasafiri, tuombe tu hata asisafiri jamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio kama Kumbe ndio umekaa. Bwana Yesu asifiwe. Kiukweli mama, niseme tu kwamba wana wa nabii sijui nisemeje. Kwa kweli mama, kitengo ulichonipatia ni cha maombi, nitaendelea kunyenyekea hapo hapo kama ulivyofundisha. Kweli kuwaombea wenzetu ambao wako na wewe. Ilikuwa ni juzi nikamwambia mwana wa nabii Christopher, nikamwambia kwa kweli mnaokaa na nabii mnahitaji kuombewa sana, kukaa naye karibu ile kumuelewa.
Saa unaona amecheka, kumbe ndo amechukia. Saa amechukia, kumbe ndo anacheka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mama, niende moja kwa moja katika kitu ambacho nilichokuwa nakiomba, ni juu ya kuna mahali umezungumzia habari za Mungu, nabii na madhabahu. Nabii, ikimpendeza Mungu, siku nyingine utufundishe hapa mahali hapa. Nabii, Mungu na nabii na madhabahu. Mungu, nabii na madhabahu. Sawa. Madhabahu utasoma kwenye ile Samueli wa kwanza, kuanzia sura ya kwanza. Nabii. No, madhabahu, yani kukaa kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Hana kutafuta sana mtoto na kuona kwamba limekuwa tatizo la aibu kwake. Samueli wa kwanza, sura ile ya kwanza. Kuanzia mstari wa kwanza. Soma all scripture zote usisome. Aliona kwamba muujiza huu nilioupata kama si Mungu hata nisingeupata. Lakini Mungu amenipatia ili pia kuwaibisha maadui. Kwa nini simpe Mungu kwanza? Maana anaweza kunipa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio tunaita madhabahu. Ina maana pale anaijenga madhabahu ya watoto bora. Sasa ili ufanikiwe hapo ulipo katika huduma ulionayo, zimeifanya na kwa chochote unachokifanya. Penda kujenga madhabahu. Hasa ukiwa kama mwana wa nabii, kwa kila ninapokupeleka next level, jenga madhabahu yako. Kama Hana alipompeleka Samueli, ile ni madhabahu. Ndio maana unaona ndiye nabii wa pekee ambaye ana anointing, king anointing and prophet anointing. Ana anointing Saul kama mfalme, ana anointing Daud, ana anointing kama nabii na pia kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo unaona hata hii semina unapofundishwa ni muhimu kwako kuijenga madhabahu. Ukawa na kumbukumbu. Mimi sikuoni yule wajuzi. Mimi nakuona mwingine kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anointing ninaokupa kuliko hata ningekupa cheti. Ingawa wote ninawatuma kwenye branchi zangu ninawapa vyeti. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hujavaa job, lakini nimekupa cheti ambacho kinakulinda. Niko niseme kwa ajili yako. Amen. Hivyo madhabahu ndivyo inavyokuwa kwamba kila ambacho umekivaa wewe na kukiona cha thamani, kipeleke kwenye madhabahu. Kitoe kwa ajili ya madhabahu ili upate kitu cha thamani. Kwani wana nabii wengine wanatembea na magari mpaka yamevunjika milango. Hata lenyewe ukimwambia toa hapa ni unataka zimii. Tunaelewana? Lakini hapa alipokuwa na mtoa Samueli hakuwa na mtoto mwingine. Kweli si kweli? Na watumishi wote walipokuwa wanatoka hasa Disemba hii sasa mwezi wa 12. Mwezi wa 12 ndio malango yanafunguka na ndio tunatoka. Kila alipokuwa kitoka unaambiwa alijenga madhabahu pale, akaliweka jiwe, akalimiminia mafuta. Aliyatoa wapi mafuta? Fikiri mafuta kawaida. Wengine alichinja mpaka mnyama just tu kupata manyoya ili aweze kukamata ule muujiza. Lazima uwe na offering ya tofauti, ndio tunaita madhabahu. Yaani kila ndipo Isaka katendewa akajenga madhabahu. Akapanda mbegu mwaka ule akajenga madhabahu. Akatoka nasema mbona nilijenga jana? Wasoma waliofanikiwa kwenye Biblia walijenga madhabahu walipokuwa wanafanyaje? Wanatoka. Chukueni hizi story hapa. Nyakati wa pili. Nimekwambia una madhabahu na nabii na Mungu, sawa? Nyakati wa pili 20:20. Ndio inasimama na Mungu hapo hapo. Yehoshafati akasimama katika bonde la Tekoa. Akasema nisikilizeni nyinyi watu, muamini Mungu thibitike, muamini nabii ufanikiwe. Ili uende mbinguni unamtaka Mungu. Huwezi sema tu unamwamini nabii umefanikiwa afu hutaki kwenda mbinguni. No. Pia unahitaji kwenda mbinguni. Kwa hiyo kipengele chako unamwamini Mungu. Kwa hiyo nyakati ya wa kwanza 20:20. Nyakati wa pili 20:20. Unamwamini Mungu unathibitika. Ukimwamini Mungu na kuthibitika unakuwa na neema ya kumwamini nabii. Huwezi muamini nabii kama humwamini Mungu.
Utamwaminije sasa kama Mungu anamtumia? Kwa unamwamini Mungu kwanza, kisha unakuja unaamini nabii, unafanikiwa. Kupata gani? Muamini nabii. Kupata nyumba, muamini nabii. Kwenda mbinguni, muamini Mungu. Amen. Kwa hiyo hapa duniani mtu na watu wako hawa madhabahu ndio wa utoaji. Mungu na nabii. Bwana Yesu asifiwe. Yeye tu ana uwezo kama kwenye Yakobo, akikutia mafuta lazima mizigo iondoke. Akikuanointi lazima utumishi wako uonekane. Unaweza kukuanointi mafuta lao unafikiri kuanointi tu ya huduma. Mimi nakuanointi ni mafuta ya utajiri. Kama vile nilivyo ndivyo lazima waweze kuwa. Lakini kama huwezi kufuata hivi vitu vitatu, huwezi kunikuta. Hiyo pia nisikupake mafuta. Lazima uwe unatendea kazi. Kama utendei kazi, kama vijana mmemaliza kufundisha, mmebaki mnakaa utakatifu mnanena kwa lugha, utabaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu madhabahu. Sawa. Lakini ukiwa shika sana ile Isaya 10:27. Mara nyingi mafuta nao yaombea nabii wako. Jifunze kujifungua. Ukikuta nabii amekwambia, "Wewe, kwa nini umefanya hivi?" Rudi nyumbani, pige magoti. Shika mafuta aliyoombea nabii wako. Umesema nila na mzigo vitaondoka kwa kuchoma mafuta. Na ndio mzigo. Huko kwangu ni mzigo. Mimi siko hivyo. Nabii wangu nataka nione vile niko. Najua akiniona niona. Tunaelewana? Akiniona ni wewe, unaniona. Maana nabii ni jicho la nani? La Mungu. Ina maana nikikuona tofauti ndivyo Mungu anafanyaje? Anavyokuona. Kwa hiyo jifunze unapoomba jianointi mafuta. Kemea zile roho. Afu rudi pasipo kujieleza, bali rudi kwa kutoka kurekebishwa. Hapo utafanikiwa sana. Sana na utafika mbali. Amen. Amen. Kwa ajili ya chakula. Mungu wa mama yetu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya riziki hii ambayo umetubarikia. Ifanyike kuwa afya na uponyaji kwa ajili ya maisha yetu katika jina la Yesu. Mwonaji wangu aliyebeba hatima ya maisha yangu. Amen. Kwanza ninashukuru sana ya kwamba mimi ndo nimekuwa wa kwanza kutabiriwa na kurekebishwa kwenda katika njia ile inayostahili. Ninayo furaha sana, kwanza nimejua nimerekebishwa vile ninavyostahili kurekebishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisikii sauti. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa kama wana wa manabii mahali hapa, mimi kuna vitu nahitaji nifanye. Cha kwanza nahitaji nijue fungu la 15. Maana ya fungu ili kusudi siweze kukwepa zile baraka ambazo mama yangu na Yesu anatoa. Nahitaji nijue, nahitaji nifundishwe juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine, watu wananiuliza sana kwenye tawi maana halisi ya sadaka kamili. Sadaka katika grupu mama alitoa post, nikaelezea maana sadaka kamili sio kamili, ila niko long. Kwa hiyo nahitaji niweze kufundishwa juu ya hivyo vitu ili kusudi nikaweze kuwapa neema au mafundisho wale ambao niko nao pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Na furaha sana kwa kufika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shalom. Shalom. Mama, naomba unisaidie kwa nini kuhoji sadaka, kwa sababu yeye sio Mlawi tena, sio zake, akitaka sitoe. Labda leo ningekuja na katiba kabisa. Katiba PMYC kweli inaeleza juu ya sadaka, lakini mmiliki wa sadaka anayetakiwa kuwa na hizo sadaka ni nabii mwenyewe, na yeye ndo anajua afanyie nini, na si mapato hata ya kanisa, si kwa ajili ya kufanya vitu vya kanisa, ni jasho lake. Amesema mtakula vya madhabahuni. Kila mtu atakula jasho lake. Kama nimetoka jasho umenipa hapa, niache nile isikuume. Kwa hiyo ukinihoji nitakutwanga ngumi kabla hujanihoji. Ukienda kulima shamba, saa ya kuvuna mtu asikuulize. Ukiona nakuuliza juu mtu, sisi have monkey mentality. Kuna watu tu wana akili zao za
ngedere na anaitwa nani? Kimo. Hako na monkey mentality, anaanza kuuliza vitu. Hujaona nikisema pokea, hujaona hiyo. Alafu naanza kuuliza hivi sadaka zimeenda wapi? Unasema hiyo ni kutoka makao makuu. Funga kinywa inapofika sadaka. Amen. Wewe sio katibu wala sio nani. Who are you by the way? Sadaka anachotakiwa kujua ni wewe na nabii wako na wazee wale wa kanisa wako pale. Ndio atajua kwa sababu nabii hayuko hapo. Ili pia kukuponya wewe ili usiingie kwenye kula sadaka zote. Lazima zifanye kazi za utoaji pia usaidike ili uweze pia na wewe kufunguliwa. Ndio maana kuna posho ya mwana wa nabii na kuna mfuko wa kanisa. Alafu kuna mafungu ya 10. Kwa katika katiba ya PMYC hatuwapi nafasi waumini kuuliza sadaka. Alitoa mwenyewe, hakulazimishwa. Umeleta kuku wako mwenyewe, niache nini? Usimlete mifuko, ulitupa wapi? Kwa hiyo kanisa lile liliingia dhambi. Kwa Frida hakuna hiyo roho. Hakuna kabisa, hata karatu. Hakuna. Sasa ile bwana mnatakiwa tawana wa nabii muombe, na ndio maana nisema muombe mnasaidiana. Msifie mwenzio leo mhubiri vizuri, pita kwenye grupu yake. Wacha kujifanya wewe uko wewe tu. Mwambie leo niko na kuangalia umefanya vizuri. Ila hapa kuna jinsi unavuka sana. Hapa bwana mama wale akikudownload, anzaka kujisafisha mapema. Msaidie pia. Tunaelewana? Amen. Kwa hiyo fanyika baraka na kwa mwenzio aliyekuzunguka. Sadaka ile itasaidia vitu vya kanisa na itamsaidia mwana wa nabii. Kwa sababu tunamtumikia Mungu. Tunahitaji kuvaa vizuri, tunahitaji kula vizuri, tunahitaji kuendesha magari mazuri. Ni haki yetu. Sawa. Na fungu la 10. Sehemu ya 10 katika Malaki 3. Kwanza kwenye ile sura ya 2 utamkumbuka Mungu akupae nguvu za kupata utajiri. Ili alikamilisha agano lake alilofanya na baba zako. Ina maana fungu la 10 pia si la kuulizwa. Fungu la 10 ni sheria. Na sheria lazima ifuatwe. Ndipo sasa unakuja kwenye Torati 28. Jaribu kama hujaona madirisha hajafunguka. Usijaribu utaona vile amefunga. Just hivyo tu. Ili mpate mtoto kama Samuel unamtoa. Hilo tunaitwa la 20. Mimi imezidi haielezeki. Mwanzo sura ya 14. Anza mstari wa 18. Mstari wa 18 anasema, na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Mfalme wa wapi? Wa Salemu. Akaleta mkate na divai. Na niseme katika vinywaji hivi. Ndio. Kwenye madhabahu yetu tuamini katika kunywa pombe. Amen. Sawa? Amen. Kuna divai. Lakini si pombe, yani kilevi. Ndio. Divai kuna divai za aina mbili. Kuna yenye alcohol na alcohol. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi ni watu tumeendelea na wokovu hauna kuendelea. Wokovu na utakatifu. Sawa? Amen. Kwa hiyo ni kama vile unavyofanya champagne. Champagne kwani na kilevi? Ile ni divai sasa. Unaitumia kama divai kama unavyofanya kwenye sherehe. Usianze kwanza kusema hii iko na 5, hii iko na 2, unajifanya msomi. Unasoma ile lebo, unasema hii iko na, unatafuta nini huko? Kwanza mpaka kusoma unatafuta nini? Tumia hiyo champagne ambayo haiko na non-alcohol, fanya sherehe yako yaishi. Amen. Kunywa na hizo soda zako hapo. Saga matunda, saga mizabibu, saga maepos. Fanya vitu vizuri na utakuwa tuko vizuri, hauna shida. Amen. Sawa? Amen. Kwa hiyo huyu mfalme wa Salemu, ndio Melkizedeki. Ndio. Huyu ni Mungu mwenyewe. Huyu ni Mungu mwenyewe. Umejua Mungu amekuwa akikaa kwenye umbo la mtu. Mungu akiwa akimtokea mtu. Yaani Mungu sijui nikwambiaje. Sijui nisemaje ili uweze kunielewa. Ambaye alihusika mwenyewe kufanya sadaka. Tena sehemu ya 10. Hebu endelea msomaji. Anasema akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Kuhani wa Mungu aliye juu sana. Kuhani wa Mungu aliye juu sana. Ndio. Aha. Akambariki akasema. Akambariki akasema. Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Huyu ni mwenyewe
baada ya kumtwanga mfalme wa Salemu. Fuatilia vizuri story hii. Amen. Anasema Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Aliyewatia adui zako mikononi mwako. Unafanya huduma, unaita jina la Mungu wa mama wani. Na mimi nimekubariki kama vile unavyoona mfalme wa Salemu anachokifanya. Akambariki kwa jina Mungu aliye juu sana. Unaenda kule kama mwana wa mama wani. Sijui Bwana ananitumia. Sijui roho ya mamangu iko ndani yangu. Sijui unamaliza kutwa nzima. Usikilize sana. Anasema aliyewatia aibu adui zako chini ya miguu yako. Wewe unakuja unasema mama wani, nashukuru sana mama, leo ulikuwa na mimi, bila wewe nisingeweza emte. Sasa hivyo ndo tunataka vitu vya 15. Wewe bila wewe nisingeweza, mamangu umenisaidia nini na nini. Maneno matupu bwana. Jamaa ukija kunitongoza maneno matupu mimi sikukubali. Hiyo tu ndio uelewe. Eti. Kwa maana Melkizedeki huyo hapa ndipo anapokamilisha vizuri mambo ya fungu la 10. Amen. Sawa? Ukitoka kusoma kwenye ile Genesis na ukija kusoma kwenye Waebrania, ina maana mambo ya agano la kale ni kivuli cha mambo ya agano jipya. Basi kama unaisema tu fungu la 10 kwamba lilikuwa agano la kale, hapa ambapo Abrahamu anapomwambia mfalme wa Sodoma, na Mungu anasema anapomwambia nitakubariki Yakobo, Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Abraham. Bwana Yesu asifiwe. Israeli ambaye ndio Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Abraham. Ndio Mungu anasema nitakubariki nao. Hata wewe ile inapotolewa, nitakubariki Mungu wa Esther. Yaani title yako iko kwenye jina langu. Hata ujifeki jina like Ezekiel Esther Bukuku. Ukijifeki bado utabaki ulivyo. Bado yeye Mungu anachoangalia title ya sadaka yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu. Kuhani wa Mungu aliye juu. Jesi ni kuhani wa Mungu aliye juu. Ndio. Aliyekutana na Ibrahimu. Amekutana na nani? Na Ibrahimu. Amekutana na Ibrahimu. Mtu anakuambia hayo mambo ni agano la kale. Hayo mambo ni sheria. Hayo mambo ni Torati. Hii ni agano jipya jamani. Ndio. Hii ni agano jipya. Jipya, ukitugusa tunakujibu kwa maandiko. Oh yes. Sio kwamba hatuelewi. Ila lakini sitakagi sana kusumbuana na watu vitu hivyo, kwa sababu kuna saa ukimwona yuko tu na monkey mentality unamwacha kama alivyo. Tuendelee. Anasema aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme. Kuwapiga hao wafalme. Habari ameisema kwenye Mwanzo, anakuja tena kuisema kwenye Agano Jipya. Ndio. Old Testament, New Testament. Anasema aliporudi katika kuwapiga hao wafalme akambariki. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Sehemu ya 10 ya vitu vyote. Hayo ndio mafungu ya 15 na 20. Sehemu ya 10, yani kuna saa ninapotoa mamako, siangalia hapa ni sheria kanisa limesema tutoe milioni moja. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema hapa kanisa watu tuweke hela, watu tutoe. Hapa mama yenu nimeshatoa milioni 30. Pasipo kuangalia kanisa limefanyaje. Na bado hapa tukishatoa hayo mafundi, kesho anaanza hapa kujenga. Akaunti na 50,000. Hayo Mungu anayatazama. Zawe mtu anakuja kusema mama wani Freemason, mama wani sijui msera tu, mama wani ananyoa kiduku. Weka na kiduku, mimi nakaa nini ninachokifanya? Mimi nampiga mfalme wa Salemu. Just usiniwekee mipaka. This is my lifestyle na ndio ninataka kuishi. Sijazaliwa kwa ajili yako, nimezaliwa. Mungu amenifanya kwa ajili ya mtu anayeniamini. Amen. Usianze kunipangia kama like babu yako alivyonyoa nataka ninyoe. No. Fire. Oh yes. Kama na hiyo kuna vitu tunatoa kama wana wa Mungu, watumishi wa Mungu. Sipendi kuita watumishi maana sio mfungua geti. Wana havihesabiki. Yaani kuna Yesu unafika tu Gilbert unasema okay, leo mna njaa hapa. Okay, nyama kilo 5, mchele kilo 20, hapo pikeni hapo. Leo tutakula chakula. Hayo yanaitwa ni mafungu. Haya hayahesabiki. Yes. Unajitolea tu vitu vyote. Sasa vitu vyote nikauza nangu hapana. Okay, tunajenga kanisa. Sasa ni engineer sasa. Unaitisha sadaka mpaka midomo inakukauka. Wewe weka mtu anze msingi. Anayekufuata nabii atakufuata. Tumeona mwanamke wa Sharisha alimfuata Elisha. Wana nabii wote walikula sumu kwa uchoyo wao. Wakaba matango mwitu. Wana njaa, hawana kazi. Hawafanyi kazi yao kusema mimi mwana wa nabii. Wakaenda kuchuma mandurele na matango mwitu. Ndio maana nimeacha zile ndurele pa. Yes. Wakasema mauti sufuriani. Mwanamke kutoka Sharisha
unanyenyuka tu, hiyo nayo Mungu anaangalia. Uko hapa umenyenyuka, umekuja, Mungu anaangalia. Lakini kama umenitegemea sana, na ndivyo hivyo hivyo. Hiyo wizo wazeni ami. Kwa hiyo ukiwa mtu wa Mungu, kuna sadaka unazifanya hazihesabiki. Unajitahidi sana, ukiendelea hivyo utakuwa mbali sana. Kuna sema bomoa tu kwa sababu anaanza kutengeneza nini? Hata toa hela yake yote. Lakini ukitoa unaona vile watu unaona ile muumini ulimwambia alikula maganda kesho yake akapata mchele kilo 10. Muumini kamletea maganda kilo 2, akambariki kesho akapata mchele kilo 10 na nyama. Unajua ile dada alisemaje? Sitakaa niache kukupa vitu. Sasa hivi anakula vizuri, anavaa pesa za waumini, anakula pesa za waumini, rosheni, vipele vimeondoka. Cheza pia mwenziwe. Just makande. Nini? Makande. Alimletea jana makande, kesho akakuletea mchele kilo 2. Mama, unajikuta kwamba kwa sababu tulikuwa tunatoa ndivyo isivyo, hata vile tulivyokuwa navyo vingi kabisa viliisha kabisa na tukawa maskini. Mimi tena mlitoka na tukawa maskini kabisa. Hata nakumbuka na kiwanja changu kilikokuwa hapo njia panda, akaja nikakiuza milioni 2, nikatoa fungu la 10. Alikuja akaichukulia nyumbani, yani akaja tu akaichukua akaitia mfukoni, akaniambia utamaliza na hii nyumba. Na mpaka leo mama, ile nyumba sikuwahi. Alikuja nyumbani kuichukua, ila wengi wanafuataga nyumbani. Akaja ukamwambia nimeuza kiwanja leo. Nikamwambia nimeuza kiwanja. Akachukua ile hela akaniambia na hii nyumba utamaliza. Mama, ni miaka 8 sasa imeisha hiyo nyumba, hata sijawahi kujenga hata jiko, kuongeza kwa chochote. Kile kiwanja nilichouza ni kama kilipotea. Nakumbuka nikiwa mwimbaji, nilialikwa kanisa fulani huko.